Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Usitishaji wa mapigano uanza kuvunjwa kati ya Marekani na Iran. Hata siku moja haikumalizika tangu kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kwenye vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, kumeanza kujitokeza shutuma za uvunjwaji wa makubaliano hayo. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema siku ya Jumatano ya Aprili 4 kwamba uvunjwaji wa makubaliano kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran umeripotiwa na kuzitaka pande zote kuheshimu makubaliano hayo. Uvunjwaji makubaliano umeripotiwa kwenye maeneo machache kwenye eneo la mgogoro ambao unahujumu dhamira ya mchakato wa amani, aliandika Sharif katika mtandao wa X. Kwa heshima na taadhima, nataka pande zote kujizuia kuchukua hatua za kuyaharibu makubaliano haya na ziyaheshimu kwa wiki hizi mbili kama ilivyokubalika, ili diplomasia ituongezee kuelekea amani ya kudumu, aliongeza Shehbaz Sharif, waziri mkuu wa Pakistan. Kauli ya mpatanishi huyo mkuu wa mgogoro ilikuja muda mchache baada ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi kuzungumza na mkuu wa majeshi wa Pakistan na kumjulisha juu ya kile alichosema ni uvunjaji wa makubaliano ya usitishaji mapigano unaofanywa na Israel nchini Lebanon. Kwa mujibu wa masharti yaliyoweka Iran kwenye mpango wake wa vipengele 10 vya kusitisha mapigano, usitishaji huo unapaswa kujumuisha pia Lebanon, Iran pamoja na Yemen. Jeshi la Israel lilifanya mashambulizi 7 mfululizo kwenye maeneo kadhaa ndani ya Lebanon siku ya Jumatano, likidai kuwalenga wapiganaji wa kundi la Hezbollah. Shirika la habari la Tasnim limenukuu chanzo kimoja serikalini kikisema kuwa Iran itajitoa kwenye makubaliano hayo ya kusitisha mapigano endapo mashambulizi dhidi ya Lebanon yataendelea. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limesema lilikuwa limedungua drone moja kusini mwa nchi hiyo mchana wa Jumatano, masaa kadhaa baada ya kutangazwa kwa makubaliano hayo ya kusitishwa mapigano. Dakika chache zilizopita, mfumo wa ulinzi wa anga umedungua drone ya kiwango cha juu chapa Hermes 900 kwenye anga ya Lar, jimbo la Fars. Uingiliaji wa ndege yeyote ya adui wa Kimarekani ama Kizayuni au ndege zao kwenye anga letu, hata kama si kwa ajili ya kufanya mashambulizi, unachukuliwa kuwa ni uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na utachukuliwa hatua kali za haraka, lilisema shirika la utangazaji la Iran IRIB likinukuu jeshi la nchi hiyo. Kwa upande wake, Iran imefanya mashambulizi kuelekea Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Saudi Arabia na Kuwait, likisema linajibu mashambulizi yaliyofanywa kutokea katika ardhi za mataifa hayo ya Ghuba. Saudi Arabia ilisema ilidungua droni 9 juu ya anga lake mchana wa Jumatano, ingawa haikusema wapi droni hizo zilitokea. Katika hatua nyingine, Abbas Araghchi alisema Iran inaendelea kuwa na udhibiti wa mpango wa Hormuz licha ya rais wa Marekani Donald Trump kuwa na madai kuwa Iran ingeliufungua mlango huo wa bahari wa Hormuz. Inadaiwa kwamba kutokana na uvunjwaji huo, Iran imefunga mlango wa bahari wa Hormuz na kuna idadi ya meli nyingi ambazo zinataka kupita katika eneo hilo lakini zimefungiwa, na kwamba hakuna namna ya kupita kutokana na uvunjwaji wa makubaliano hayo. Kadhalika ni kauli ambazo zimetolewa na baadhi ya viongozi wa Marekani, akiwemo makamu wa rais wa Marekani JD Vance, akisema kwamba huenda Iran imepata mpango huu wa hoja zao 10 kutoka katika chati GPT, kwa maana kwamba hawakutuliza vichwa vyao na kuangalia ni nini cha kufanya katika wakati huu. Kupitia ukurasa wa X, Abbas Araghchi alieleza kwamba usafirishaji wa meli za mizigo unaweza kuendelea kwa utaratibu wa vikosi vya jeshi la Iran na kwa kuzingatia pia hali ya kiusalama na kiufundi, lakini pia kutodharauliwa kwa mpango wa hoja zao 10 ambao umefanya Marekani kupitia rais wake Donald Trump kukubali kusitisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kufungua tena mlango wa bahari ni sehemu ya matakwa ya Marekani kwenye makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema Iran itapaswa kukabidhisha akiba yake ya madini ya urani yaliyorutubishwa, vinginevyo Marekani itayachukua, ingawa hakuweka bayana itayachukuaje. Tunawaangalia, tunawajua walichonacho na watakitoa na tutakipata na tutakichukua ikibidi. Tutafanya tena kwa njia yoyote ile, alisema Hegseth.
Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.